Ndugu mpendwa mtazamaji, karibu leo katika siku ya Bwana ambayo Mungu ametupatia, siku njema kabisa. Hapa ni Yosh Testimony TV, channel mahususi kabisa ambayo inatoa ushuhuda wa Bwana Yesu Kristo na ufalme wa Mungu hapa duniani. Leo ni siku ambayo Mungu ametupatia na leo tunaenda kukuletea neno la Mungu, neno jema, neno la baraka. Leo ni siku yetu ambapo tunakuletea kipindi chetu cha mwisho cha somo letu ambalo tulikuwa tunajifunza kinachokwenda na kichwa kinachosema utambulisho wako katika Kristo, your identity in Christ. Na kitu ambacho tumekuwa tunakifanya katika vipindi vitatu vilivyopita ni kukuonyesha wewe ni nani sasa katika Kristo Yesu. Kwa sababu jamii inasema wewe ni fulani. Lazima tukwambie neno la Mungu linasema wewe ni nani, ili kwa sababu hiyo ndio namna pekee ya usahihi ambayo wewe unatakiwa kuifuata. Kwa hiyo tunatafsiri upya utambulisho wako. Sasa hivi tupo kwenye identity crisis. Unapoona watu wamezaliwa wa kiume, ghafla anasema mimi sitaki kuwa wa kiume, nataka kuwa wa kike. Au kadhalika mtu amezaliwa mwanamke anataka kuwa mwanamume. Yote hiyo ni identity crisis. Huo ni mfano tu ambao nimeutolea, lakini nadhani unafahamu mifano mingi sana kwenye jamii ambayo inaonyesha identity crisis. Kwa hiyo neno hili linaenda ku redefine identity, kuturudisha katika msingi wa neno la Mungu. Neno la Mungu linasema wewe ni nani, na tunatakiwa tufuate kile neno la Mungu linasema juu yetu na sio jamii inasemaje. Unaona? Kwa sababu tusipokuwa makini tunajikuta tunaenenda katika namna ambayo ni ya ulimwengu. Na maandiko yanasema katika Warumi 12 kwamba msifuatishe namna ya dunia hii, bali mgeuzwe kwa kufanya upya nia ya nafsi zenu, ili hakika muweze kujua mapenzi ya Mungu yaliyo makamilifu yenye kukubalika. Swala la identity ni swala muhimu sana, na unajua linakuwa lina athiri watu wengi pasipo wao kujua. Kwa mfano, na ni mambo ambayo ni dhahiri. Mfano hata kwenye secular education tunasoma. Unaona yule Charles Darwin anasema binadamu tulitokea kwenye ngedele, nyani, mpaka masokwe, mpaka tunakuja kuwa watu. Ile ni shambulio juu ya identity yetu sisi. Inaenda kinyume na vile Mungu alivyoweka. Kwa yale mambo hayafanyiki tu kwa bahati mbaya. Yale mambo yapo mahususi kabisa kuachilia hizo elimu kidogo kidogo. Na ukitaka uweze kuwatia watu chini yako, inatakiwa waweke chini ya fundisho. Lakini Mungu ni mwema kwa sababu anatufunulia maneno yake, neno lake, na ndio maana tunaenda kujifunza identity. Tunaenda ku redefine identity ili uweze kujua hasa wewe ni nani. Katika vipindi vilivyopita tumeangalia wewe ni nani katika Kristo. Tukaangalia nafasi yako katika Kristo, lakini tukaangalia mambo ambayo unayo katika Kristo. Na leo tunaenda kuangalia mambo gani unaweza kufanya katika Kristo. Kwa hiyo tulishaangalia who are you in Christ? What are you in Christ? Tulishaona. Ninakusiweze kwenda kwenye vipindi vitatu vya nyuma uweze kufuatilia na kuweza kwenda pamoja na sisi. Lakini tukaangalia your position, your standing in Christ. What is your place in Christ? Tukaona we sit with Christ far above principalities, dominion. Tumeketi pamoja na Kristo juu sana kuliko falme na mamlaka na usultani. Na tukaona mambo ambayo tunayo katika Kristo, kwamba Mungu ametukilimia mambo yapaswayo utaua, mambo yapaswayo uzima, ahadi kubwa nzuri za ajabu za kutusaidia sisi tuweze kuwa washirika wa tabia ya uungu na kuokolewa na uharibifu uliopo katika dunia hii. Sasa hayo mambo yote, kuweza kujua wewe ni nani, kuweza kujua your position in Christ, kuweza kujua mambo ambayo unayo katika Kristo, lengo lake ni nini? Ni ili uweze kutembea vile Kristo anavyotaka. Na ndio maana leo tunahitimisha kujifunza what you can do in Christ. Mambo gani unaweza kufanya ndani ya Kristo Yesu. Haleluya.
na naamini somo hili pia litakubariki kama ambavyo masomo yaliyopita yamekubariki. Kitabu cha Waefeso ile sura ya 4 mstari wa 20, maandiko yanasema, maana tu kazi yake tuliumbwa katika Kristo Yesu tutende matendo mema ambayo tokea awali Mungu aliyatengeneza ili tuenende nayo. Maana tu kazi yake tuliumbwa katika Kristo Yesu tutende matendo mema ambayo tokea awali Mungu aliyatengeneza ili tuenende nayo. Kwa hiyo sisi tu kazi ya Mungu, na Mungu alishayaweka mambo ambayo sisi tunapaswa tuenende nayo, mambo ambayo sisi tunapaswa kufanya. Unajua, kati ya peni na kuandika kitu gani kilianza? Kulikuwepo kwanza kuna uhitaji wa kuandika, ndiko watu wakatengeneza peni itawasaidia kuandika. Kwa hiyo kazi ya wewe kufanya duniani, mambo ambayo unatakiwa yatende duniani yalitangulia kuwepo kabla wewe haujakuwepo. Sasa yale mambo yakawa yanamhitaji mtu anaweza kuja kuyatekeleza yale mambo, ndio ukaumbwa wewe. Kusudi linatangulia kabla ya mtu wa kulitimiza kusudi. Kunaanza kwanza kuandika, afu kinakuja swala la peni kutengenezwa. Katika kila jambo kazi inaanza kwanza, kisha inaangaliwa kitu gani kinaweza kuja kutekeleza hii kazi. Ndio sasa kuna uumbaji kuhakikisha kwamba tunapata kile kitu cha kuja kufanya hiyo kazi. Kwa sisi maandiko yanasema tu kazi ya Mungu na tuliumbwa ili tupate kutenda matendo mema ambayo tokea awali aliyatengeneza ili tuende nayo. Kwa hiyo mambo ambayo sisi tunapaswa kuyafanya sio mambo ambayo tunayatafutiza, no. Ni mambo ambayo tayari yapo. Ni mambo ambayo tayari yapo. Kusema hivyo ni kwamba muamini yote yule, mtu ambaye ni Mkristo, tayari kuna mambo anayopaswa kuenenda nayo. Maana hayo mambo yaliwekwa ili yeye aje ayatekeleze. Lakini pia katika Mathayo 5:14 inasema, ninyi ni nuru ya ulimwengu, mji hauwezi kusitirika ukiwa juu ya mlima. Maandiko yanasema nyinyi ni nuru ya ulimwengu. Na maandiko yanatueleza kwamba nuru iling'aa gizani, wala giza halikuishinda. Wewe ni nuru katika ulimwengu huu. Kazi ya nuru ni nini? Kuweza kuleta uwazi, kuweza kuleta nuru katika maisha ya watu. Nuru katika maisha ya watu inaweza kuwa nini? Kuwa baraka katika maisha ya watu, kuwa faida katika maisha ya watu. Kwa maandiko yanasema sisi ni nuru. Kama sisi ni nuru, maana yake kuna udhihirisho ambao tunatakiwa tuudhihirishe. Bwana Yesu asifiwe. Na maandiko yanasema katika Wafilipi kwamba Wafilipi 4:13, na yaweza mambo yote katika yeye anitiaye nguvu. Kwamba tunaweza mambo yote, lakini sio kwa nguvu zetu. Kwa yeye atutiaye nguvu. Nani? Kristo Yesu. Ndio maana katika somo lililopita tulijifunza mambo ambayo tunayo katika Kristo. Tukaona Kristo yupo ndani yetu na sisi tupo ndani yake. Sasa kwa sababu Kristo Yesu yupo ndani yako, yeye anakutia nguvu kuyaweza mambo yote. Hakuna jambo ambalo hatuyawezi. Na nilikuonyesha kule maandiko yanasema vyote ni vyenu, mauti, uzima, dunia, yaliyomo na yatayo kuwamo baadaye, yote ni ya kwenu. Kwa sababu gani? Kristo yupo ndani yenu. Anatutia nguvu tuyaweze mambo yote. Haijalishi unapitia changamoto gani, haijalishi upo na ugonjwa gani, unaweza kuushinda huo ugonjwa. Kwa sababu haushindi kwa akili zako wala kwa nguvu zako, unaushinda kwa nguvu ya Mungu iliyo ndani yako. Ndio maandiko yanasema sio kwa nguvu wala uweza, ila kwa Roho wa Bwana. Haleluya. Kwa tunayaweza mambo yote katika yeye atutiaye nguvu. Kama kuna jambo limekuwa likikusumbua, kuna jambo umekuwa ukifeli mara kwa mara, ninakutamkia katika jina la Yesu Kristo. Yesu Kristo akapate kukutia nguvu na kukuwezesha kuyashinda hayo mambo. Na hii sio ahadi, hili ni tangazo kwamba unayaweza mambo yote katika Kristo akutiaye nguvu. Unachotakiwa ni kumpa Kristo nafasi aweze kushinda kupitia wewe, aweze kushinda kupitia wewe. Haleluya. Na katika kitabu kile cha Zaburi ya sura ya 115 mstari wa 16, maandiko yanaeleza jambo muhimu sana ambalo nataka nikwambie kabla tujaendelea. Zaburi ya 115 mstari wa 16, maandiko yanasema, mbingu ni mbingu za Bwana, bali nchi amewapa wanadamu.
mbingu ni mbingu za Bwana, lakini nchi amewapa wanadamu. Maandiko yanatueleza kwamba mbingu hizo ni za Mungu, ila hii nchi ametupa sisi. Maana sisi ndio tunaamua kitu gani kitokee na kisitokee duniani. Sisi ndio tunaamua dunia inavyopaswa kuenenda. Ili andiko linatufanya kuwa na wajibu kujua kwamba kuna utendaji ambao tunapaswa kuufanya. Kuna utendaji ambao tunatakiwa tuudhihirishe. Bwana Yesu asifiwe. Mbingu ni mbingu za Bwana, lakini nchi Bwana amewapa wanadamu. Sasa kuna mambo kadhaa ambayo nataka kuonyesha ambao unaweza kuyafanya. Jambo la kwanza ni tutasoma kitabu cha Yohana sura ya 14 mstari wa 12. Maandiko yanasema, amin amin nawaambieni, yeye aniaminie kazi nizifanyazo mimi, yeye naye atazifanya, naam, na kubwa kuliko hizo atafanya, kwa kuwa mimi naenda kwa Baba. Amin amin nawaambieni, yeye aniaminie mimi, kazi nizifanyazo mimi, yeye naye atazifanya, naam, na kubwa kuliko hizo atafanya, kwa kuwa mimi naenda kwa Baba. Bwana Yesu anasema wale wote waniaminio, kwa sababu wameniamini mimi, ndani yao nimewapa uwezo wa kufanya zile kazi ambazo mimi ninazifanya, na watafanya zaidi hata ambavyo mimi nimefanya. Kwa hiyo angalia utendaji wa Yesu Kristo, angalia kazi ambazo Yesu Kristo alifanya. Hizo kazi ambazo Yesu Kristo alifanya, wewe ambao unaamini Yesu Kristo unaweza kuzifanya. Unachotakiwa ni kuamini kwamba unaweza kuzifanya, kwa sababu uwezo huo upo ndani yako, unaweza kuzifanya. Lakini kwa sababu gani hauwezi kufanya? Kwa sababu huamini kama una huo uwezo. Haleluya. Unajua, wakati Mungu anaumba ulimwengu, naweza kusema kulikuwa hakuna upinzani. Mungu anaposema iwe nuru, hakukuwa kuna upinzani wote ule Mungu ambao alikuwa anaupata. Lakini wakati Mungu anamfufua Yesu Kristo kutoka kwa wafu, naamini Mungu alikutana na upinzani, kwa sababu naamini shetani alikuwa anajitahidi kuzuia Mungu asimfue Yesu Kristo. Sasa nguvu ambayo ilitumika kumfufua Yesu Kristo, maandiko yanasema ipo ndani yako. Tusome kitabu cha Waefeso ile sura ya kwanza kuanzia mstari wa 19. Maandiko yanasema, na ubora wa ukuu wa uweza wake ndani yetu tuaminie jinsi ulivyo, kwa kadiri ya utendaji wa nguvu za uweza wake aliyoutenda katika Kristo alipomfufua katika wafu, akamweka mkono wake wa kuume katika ulimwengu wa roho. Maandiko yanasema na ubora wa uweza wa ukuu wake ndani yetu sisi tuaminio, kwa kadiri ya utendaji wa nguvu hiyo aliyoutenda alipomfufua Yesu Kristo katika wafu. Hizo nguvu zipo ndani yako. Ikiwa nguvu zilizotumika kumfufua Yesu Kristo zipo ndani yako, unadhani nguvu ya kukusaidia kwenye eneo la afya, kwenye eneo la uhusiano na ndoa, kwenye eneo la biashara, masomo, manake hivyo ni vitu vyepesi kutokea. Nini namaanisha? Namaanisha kuna nguvu ndani yako. Amini kwamba nguvu ya Mungu ipo ndani yako, naanza kuitumia hiyo nguvu, anza kuiachilia hiyo nguvu. Petro na Yohana wanaenda katika hekalu kuabudu. Saa 9 wanakutana na mtu ambaye ni mlemavu kwa zaidi ya miaka 30. Anaomba pesa. Petro anamwambia, pesa sina, lakini nitakupa nilicho nacho. Kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti, simama. Akamnyanyua yule mtu akasimama. Petro alikuwa anajua kilichopo ndani yake na alikuwa na ujasiri. Kumbuka anasema nilicho nacho ndicho ninachokupa. Anajua na uzima wa milele ndani yake. Anajua hii ni nuru, kwa anaweza kuleta uponyaji kwa watu. Na wewe unatakiwa sasa uanze kutoa kilichopo ndani yako. Anza kutoa, anza kukiachilia kwenye maisha yako binafsi, anza kukiachilia kwa familia yako, acha kukiachilia kwa wapenzi wako, anza kukiachilia kwa watu wanaokuzunguka, anza kukiachilia na Mungu atapata utukufu. Bwana Yesu alipokuwa duniani aliponya watu wenye magonjwa, aliponya watu ambao walikuwa ni vipofu, watu ambao walikuwa ni mabubu, viziwi, wote aliwaponya. Bwana Yesu alifufua watu. Bwana Yesu alifariji watu waliomsikia. Bwana Yesu alifarijika. Bwana Yesu alionya, alifundisha. Manake na wewe unaweza kuponya, unaweza kufariji, unaweza kuonya, maana una neno la Mungu. Haleluya.
kazi alizofanya Bwana Yesu unaweza na wewe kuzitenda. Anza ku exercise your faith. Anza ku exercise your faith, na utaanza kuona nguvu za Mungu zinatoka na kufanya mambo makuu kwenye maisha yako, kidogo kidogo, hatua kwa hatua. Haleluya. Na 7 inatuhakikishia jambo muhimu. Nasema lakini katika mambo yote haya tunashinda, na zaidi ya kushinda kwa yale tupenda. Maandiko yanasema katika mambo yote tunashinda. Tunashinda kwa sababu tunashinda katika Kristo ambaye ametupenda. Hakuna jambo ambalo linatakiwa likushinde. Kuanzia leo utayashinda mambo yote, maana unatambua utambulisho wako katika Kristo. Hauwezi tena kuomba kawaida. Unaomba ukiwa unajua wewe ni nani. Unajua vile ambavyo unavyo ni halali yako katika Kristo. Unajua position yako. Maana yake sasa utaanza kutembea katika maombi kwa namna tofauti pengine na siku nyingine ambapo ulikuwa unaomba. Maandiko hayajasema mambo machache, hayajasema mambo kadhaa. Maandiko yanasema unayashinda mambo yote katika Kristo. Au yashindi kwa nguvu zako, unayashinda katika Kristo. Kwa nguvu zako yameshakushinda. Huu ni wakati wa kuyashinda katika Kristo Yesu. Mruhusu Yesu Kristo ashinde kupitia wewe. Haleluya. Sisi pia ni mabalozi. Katika kitabu cha Wakorintho wa pili ile sura ya 5 mstari wa 20, maandiko yanasema basi tu wajumbe kwa ajili ya Kristo, kana kwamba Mungu anasi kwa vinywa vyetu. Tuwaomba ninyi kwa ajili ya Kristo mpatanishwe na Mungu. Now then we are ambassadors for Christ. Hallelujah. Maandiko yanasema sisi ni mabalozi. Balozi ni mtu anayemwakilisha mfalme au rais katika nchi fulani. Maandiko yanasema sisi ni wenyeji pamoja na watakatifu mbinguni. Duniani tunapita. Kwa hiyo duniani sio mahali petu. Tunamwakilisha Mungu. Ni mabalozi. Watu wakikutazama wanapaswa wamuone Mungu. Ndio maana maandiko sisi tu wajumbe wa Kristo Yesu. Balozi hazungumzi kwa niaba yake. Anabeba ujumbe wa mfalme. Na sisi mfalme nani? Yesu Kristo, mfalme wa ajabu. Maisha yetu na maneno yetu yanapaswa balozi hazungumzi kwa niaba yake. Hana ajenda yake. Sisi tuna ajenda yetu. Ajenda yetu sisi ni Kristo. Tunapotenda, tunapoongea, tunamdhihirisha Kristo Yesu. Na maandiko yanasema hapa waziwazi katika namna ambayo ni uzito zaidi kwamba basi tu wajumbe kwa ajili ya Kristo, kana kwamba Mungu anasi kwa vinywa vyetu. Maana yake kuonyesha kwamba mimi ninapozungumza na wewe namna hii, Mungu anazungumza na wewe. Kana kwamba Mungu anasi kwa vinywa vyetu. Unataka kumsikia Mungu, unamsikia Mungu sasa hivi, maana Mungu sasa hivi anaongea na wewe kupitia mimi. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo ni neema ambayo tumepata sisi kwa wajumbe. Unapokuwa mwana wa Mungu, wewe ni mjumbe. Unapotenda, jua kwamba unatakiwa kumwakilisha Mungu. Sisi ni watumishi, ni steward. Sisi pamoja na vyote tulivyokuwa navyo ni mali ya Mungu. Sisi tumepewa tuwe kama steward, kuhakikisha kwamba mapenzi ya Mungu yanatokea katika vile ambavyo Mungu amekusudia. So Mungu anawafikia watu wake kupitia watumishi wake. Tunapohubiri injili kwa uaminifu, ni kama Mungu mwenyewe anawaalika watu waje waokolewe. Haleluya. Haleluya. Mathayo 8:10 nasema, pozeni wagonjwa, fufueni wafu, takaseni wenye ukoma, toeni pepo, mmepata bure, toeni bure. Maandiko yanasema pozeni wagonjwa, heal the sick. Maandiko yanasema heal the sick, fufueni wafu, takaseni wenye ukoma. Maana tunapaswa kuwaponya watu. Kwa nini? Tuna uzima ndani yetu. Kwa kwanza sasa hivi anza kujiona na uzima wa Mungu. Mwanao anakwambia mama, kichwa kinaniuma, mwambie mwanangu njoo. Unamuombea. Kwa nini? Kwa kupigwa kwake Yesu Kristo tumepona. Una uzima wa milele ndani yako. Unauachilia huo uzima wa milele. Maana akasema pozeni wagonjwa, fufueni wafu, takaseni wenye ukoma. Haleluya. Sio fulani tu ndo anaweza kuponya watu. Sio fulani tu, mtumishi fulani ndo anaweza kufufua wafu. Unao uwezo huo. Maana Yesu Kristo anaishi ndani yako. Luka 9:2 inasema,
akawatuma utangaza ufalme wa Mungu na kupoza wagonjwa. Jambo jingine ambalo tunapaswa kufanya katika Kristo ni kutangaza ufalme wa Mungu. Mahali popote pale unapokuwepo, utangaza ufalme wa Mungu. Hubiri habari za Kristo Yesu. Bwana Yesu sifiwe. Hubiri habari za Kristo Yesu. Mahali popote pale utakuwepo, utangaza ufalme wa Mungu. Kwa hiyo, ndugu mpendwa mtazamaji, tumejifunza na kukuonyesha wewe ni nani hasa katika Kristo Yesu, ili sasa uweze kuamini maneno haya na uanze kuishi kutokana na utambulisho mpya ambao umepata, ili utembee katika nguvu za Mungu, ili utembee katika raha na amani itokanayo na wokovu. Ni lazima uanze kujiona katika namna mpya, na ndio maana tumekuletea somo hili kabisa mahususi, ili kukusaidia wewe uweze kugeuza fikra zako, uanze kutembea katika nguvu za Mungu. Wewe ni mshindi. Wewe ni Mungu duniani. Mungu anaishi ndani yako. Wewe unaishi ndani ya Mungu. Usianze kujiona wewe ni wa kawaida. Usijione tena wewe ni wa kawaida. Wewe sio wa kawaida. Hakuna tena kitu ambacho mbingu inaweza kukupa wewe. If Jesus is in you, kama Yesu akiwa ndani yako, hamna tena kitu unahitaji kutoka mbinguni. Heaven has already give us its best. Mbingu tayari imeshatupa kitu kilicho bora. Warumi 8 inasema, ikiwa Mungu hakuweza kumwachilia Kristo Yesu ila akamtoa kwa ajili yetu, je, hataacha kutukirimia na mambo yote? Maana maandiko yanajibu kusema, ikiwa Mungu amewapa nyinyi Kristo, hivi mnadhania hivyo vitu ambavyo ni mahitaji yenu, uponyaji, hamwezi kupata? Ikiwa nimemtoa Kristo nimewapa nyinyi, maana Kristo ndo best. Maana vitu vingine tayari ni vya kwenu. Bwana Yesu asifiwe. Kuanzia leo utembee katika nguvu za Mungu. Maandiko yanasema katika Waefeso 6 kwamba kuweni hodari katika Mungu na katika uwezo wa nguvu zake. Maandiko yanasema katika Zaburi, mtakeni Mungu na nguvu zake. Nguvu hizo zipo ndani yako. Usiogope tena. Wewe ni mtu mkuu, maana Mungu mkuu anaishi ndani yako. Na maandiko yanasema aliye ndani yenu ni mkuu kuliko aliye nje. Haleluya. Mungu wako ni mkuu. Usiwe kama wale wapelelezi 10 ambao walivyoona ule mji ambao umejengeka, umekuwa fortified, una ngome, walivyoona yale majitu wakasema tumeangamia. Kuwa kama Caleb na Yoshua, kwamba Mungu anakupigania kwa sababu aliye ndani yako ni mkuu kuliko aliye nje. Tunayashinda na zaidi ya kushinda kwa yeye tupenda. Tunayaweza mambo yote katika Kristo Yesu. Haleluya. Maandiko yanasema nimewapa funguo, mtakalolifunga duniani litafungwa na mbinguni, litakalofunguliwa duniani litafunguliwa na mbinguni. Usiogope watu wanasema mtu amekufungia baraka yako. No, you have the keys of authority. Utachofunga duniani mbinguni kitafungwa. Unachofungua duniani mbinguni kitafunguliwa. Tuna privilege sana watu wa Mungu. Sisi ndio chumvi ya ulimwengu. Sisi ndio tunaleta ladha ya ulimwengu. Hii dunia bila sisi haiwezi kuendelea. Sisi ndio wenyewe katika dunia hii. Kwa hiyo katika mfululizo wa vipindi vinne, bila shaka mpendwa mtazamaji, umeweza kujua kabisa kwamba wewe ni nani katika Kristo katika namna ya kipekee ambayo itakusaidia kutembea maisha ya ushindi. Sasa maandiko yanasema uzima na mauti iko katika uwezo wa ulimi. Sasa kwa sababu umejifunza mambo haya, yatafakari. Anza kujiona ni mtu wa Mungu. Anza kujiona ni mwenye haki ya Mungu. Anza kujiona una msamaha wa Mungu. Anza kujiona wewe ni milki ya Mungu. Anza kujiona mambo yote haya nimekwambia. Anza kujiona mambo yote nimekwambia, afu anza kukiri. Anza kukiri. Wakati utavozidi kukiri, ndivyo utavozidi kuyaona mambo haya. Unajua Mungu anapoumba ulimwengu, alisema iwe nuru. Akasema jua litokee, mwezi litokee, maji yajitenge, mahali pakavu paonekane. Ningekuwa ni mimi mwandishi wa Biblia, nisingeweza
kama mtu reasonable ningesema hivi, Mungu akasema nuru, jua, mwezi, nchi kavu vitokee. Lakini kwa nini maandiko ya kufanya hivyo? Yalikuwa yanatuonyesha kwamba kuna umuhimu kutamka. Kila mara unasema God said, God said, Mungu akasema, Mungu akasema, kukuonyesha kwamba na wewe unapaswa kusema. Ikiwa Kristo yupo ndani yako, maana yake una asili ya uungu. Maandiko yametueleza kwamba tumekilimiwa mambo makubwa mno yanayosaidia sisi kushiriki tabia ya uungu. Maana yake unatakiwa uanze kutamka. Usitamke kile unachokipitia mpendwa. Maandiko yanasema ukiwa dhaifu sema nina nguvu. Ukiwa maskini sema ni tajiri. Sio kwamba unakataa kwamba wewe pengine sasa hivi upo kwenye umaskini, lakini umaskini sio identity yako. Unaamini katika identity yako, kwa hiyo unatamka hata kama watu hawaoni, lakini unatamka kwa imani hayo mambo yatatokea. Maana uzima na mauti upo katika uwezo wa ulimi. Petro anasema katika nyaraka zake kwamba ikiwa unapenda maisha na kuishi maisha marefu, angalia sana maneno unayonena. Kwa hiyo tumejifunza mambo yote haya ili uyatafakari. Sasa usitamke tu, yatafakari. Unapolala usitafakari madeni, usitafakari kupungukiwa. Anza kutafakari jinsi pendo la Mungu lilivyo kuu kwako, jinsi Mungu ambavyo amekuokoa, jinsi ambavyo Mungu amekukirimia mambo yote yapasao utaua na uzima, jinsi Mungu ametukirimia ahadi nzuri kubwa za thamani. Afu unapotafakari haya mambo yanakuwa halisi kwako, afu unaanza kuyatamka, nayo mambo yatatokea. Nataka nikaombe ili unapoweka kwenye matendo haya ambayo tumejifunza, basi Mungu aweze kusaidia uweze kuona matokeo. Baba, katika jina la Yesu Kristo, nakushukuru kwa ajili ya neno lako ambalo Bwana umetujalia katika vipindi hivi vinne kuweza kujifunza kujijua sisi ni nani katika wewe. Ni gharama ambayo ulilipa pale Calvary inatuta sisi kuwa vile ambavyo wewe Bwana umetukirimia pale msalabani. Watoto wako wamesikia neno lako na kujifunza. Ninawaombea katika jina lako takatifu, wanapoweka katika matendo neno hili Bwana, basi utendaji na udhihirisho mkuu ukapate kutokea kwenye maisha yao katika jina la Yesu Kristo. Ninaomba kwa ajili ya wote ambao wanasumbuliwa na magonjwa katika jina la Yesu Kristo. Magonjwa una nafasi kukaa katika mwili huu, maana hilo ni hekalu la Mungu. Ninakuamuru tuweka sasa katika jina la Yesu Kristo anatele hai. Mungu asikupungukie, Mungu akuatamie, na Bwana akutunze siku zote. Nataka kukaribishe kumwamini Yesu Kristo kama Bwana Mwokozi wa maisha yako. Utasali sala hii na utakuwa umeokoka. Maandiko yanasema haya ni mambo yanayotokea kwa imani. Unaamini Yesu Kristo amekufa msalabani kwa ajili yako na amefufuka ili upewe haki, basi ukisali sala hii utakuwa umeokoka. Na haya mambo yote mazuri niliyoyasema juu ya identity yatakuwa ya kwako. Haleluya. Usiache kutuandikia kwenye comment katika video hii mambo ambayo umejifunza. Una swali, hebu share shuhuda yako hapo tuweze kuona jinsi ambavyo Mungu amekuhudumia na Mungu amekugusa. Lakini pia subscribe channel yetu ili tunapokuletea vipindi vinavyofuata uwe wa kwanza kupata. Haleluya. Lakini pia usiache kulike ili kufanya hii video iwafikie watu wengi na watu wengi waweze kufikiwa na neno la Mungu. Sema, Bwana Yesu, nakushukuru ulikufa msalabani kwa ajili yangu, kwa ajili ya dhambi zangu, na ukafufuka kwa ajili ya kunipa mimi haki, na kuamini wewe kama Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Ingia ndani yangu, nizae kwa upya, nifanye kuwa mwana wa Mungu. Roho Mtakatifu, ingia ndani yangu sasa. Wewe uliye arabuni ya roho na kunifanya kuwa mwana wa Mungu na kulia Aba. Shetani nakukataa wewe na kazi zako zote. Mimi sio wa kwako tena, nimekuwa kiumbe kipya, ya kale yamepita. Baba, nakushukuru kuniokoa. Asante kwa zawadi ya wokovu, utukufu na heshima ni kwako. Amen. Kama umesali sala hii, basi Yesu Kristo ni Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Usiache kwenda
katika nyumba za ibada, kuweza kujumuika pamoja na Wakristo wengine na kusikiliza mafundisho na kuweza kukua zaidi na zaidi. Nimefurahi kuwa nawe katika vipindi vinne hivi. Naamini Mungu atatujalia nafasi tena na neema ya kushirikiana zaidi katika neno la Mungu. Mungu akubariki unapoendelea kufuatilia mafundisho haya, na ninakusihi uweze kusikiliza na kusikiliza zaidi na zaidi, maana imani huja kwa kusikia na kusikia kwa neno la Mungu. Wakati unazidi kusikia ndivyo utazidi kupata imani, na ndivyo ambavyo utazidi kubarikiwa. Mungu akubariki na kukutunza. Amen.